Lushoto, mji wa milima mirefu, ukungu mzito na neema kubwa ya Mungu. Hapa ndipo makao makuu ya Dayosisi ya Kaskazini Mashariki ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT. Kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, na kutangazia kuwa Mungu kwa neema yake amekusamehe dhambi zako zote, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Kwa miaka 5 iliyopita, uongozi wa Askofu Dr. Msafiri Joseph Mbilu umeleta sura mpya na tumaini jipya katika dayosisi hii, si katika majengo tu, bali katika mioyo ya watu, katika imani iliyochochewa na katika maendeleo halisi ya jamii. Kwa kweli, kwanza Mungu alibariki hilo tumbo ambalo limemzaa huyu baba, kwa sababu amekuwa ni mbarikiwa, amekuwa ni mtu wa kuisaidia jamii katika mambo yote. Katika kipindi hiki cha miaka 5 ni kipindi ambacho kwa kweli tumeona baraka nyingi za Mungu, kwa kuwa kazi ya Mungu inaendelea kufanyika katika dayosisi yetu. Tumeshuhudia sharika zikiongezeka. Kwa ni jambo la kumshukuru Mungu. Wakristo wengi wamerudi kanisani ambao walikuwa wametaka kuasi. Lakini kazi kubwa tuliyopambana nayo tangu ameingia Mbilu ni kulipa deni la dayosisi. Leo tunasimama kwa heshima na shukrani ili kukumbuka na kushuhudia safari ya miaka 5 ya utumishi wake mwaminifu. Safari iliyojaa changamoto, imani thabiti, bidii na neema ya Mungu. Ninapoiangalia miaka 5 katika kipindi hiki, hakika nauona mkono wa Mungu ulivyotembea nasi hatua kwa hatua mpaka kufikia siku hii tunapoona mambo mengi ambayo yameendelea kutekelezwa katika dayosisi nzima kwa ujumla wake. Mwaka 2021, Askofu Dr. Msafiri Joseph Mbilu aliwekwa wakfu kuwa askofu wa Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Alichukua uongozi wakati dayosisi ilipokuwa inabeba mzigo mkubwa wa changamoto, ikiwa ni pamoja na deni kubwa lililokuwa likilemaza maendeleo mengi. Aliingia na moyo wa unyenyekevu na kauli mbiu iliyotokana na imani yake: uwazi, makini na kasi katika utumishi wa Mungu. Kofia hii iwe alama ya kazi ya ukuhani unayokabidhiwa katika kanisa la Mungu. Amen. Mpendwa, na kukabidhi Biblia hii. Biblia hii ni neno la Mungu ambalo limeandikwa katika Agano la Kale na Agano Jipya. Na kwa kweli huu ndio msingi wa pekee usiokosea kwa mafundisho ya milele. Amen. Fimbo hii iwe alama kwao utakao waongoza katika njia ya maisha ya milele. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa na halmashauri kuu, kwa niaba ya mkutano mkuu, ninakukabidhi katiba hii ya KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki kwa ajili ya kusimamia taratibu, kanuni, sheria na miongozo ili mambo yote yatendeke kwa utaratibu kama inavyotamkwa na katiba hii. Amen. Mpendwa Askofu, kwa mamlaka ya neno la Mungu na kwa mamlaka ya kanisa sasa,
ninakusimika kuwa mkuu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Katika miaka 5 hii ameiongoza dayosisi kupitia njia ngumu, akiamini kwamba Mungu ndiye mwenye uwezo wa kuleta mabadiliko ya kweli na ya kudumu. Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete aliingia na kauli mbiu ambayo alikaza kasi mpya, na mimi nikaona niwe na kauli mbiu inayosema kasi tofauti. Kasi tofauti ilikuwa inakaza mambo makuu 4. Jambo la kwanza ni kasi yenyewe, kwa maana kwamba kila jambo lifanyike kwa kasi. Tuwe na kasi ya kutekeleza mambo. Kama unapewa kujenga choo, kijengwa kwa miaka 4, bado kasi hiyo sio kasi sahihi. Kila kitu kiende kwa kasi nzuri. Lakini uwazi kama jambo la pili katika kasi tofauti, uwazi. Mambo yote yafanyike kwa uwazi. Panapohitajika risiti itolewe risiti, taarifa ya uwazi yenye hata picha na maelezo. Hili tulikaza sana kwa kila mkuu wa kituo na kiongozi yote katika dayosisi hii kutekeleza haya. Lakini jambo jingine katika kasi tofauti ni umakini wa kufanya mambo. Umakini. Kila jambo lifanywe kwa umakini mkubwa. Ukipewa kujenga idara ya ujenzi, jenge majengo kwa umakini. Wanaotengeneza magari kwa umakini. Kila mtu katika nafasi yake afanye kazi hizi kwa umakini mkubwa. Na jambo la 4 ni viwango. Fanye kazi kwa viwango. Siku hizi kuna bidhaa ziko nyingi sokoni. Kwa kila mtu ajaribu kuboresha viwango vya bidhaa yake ili basi watu waweze kufika kwenye bidhaa hiyo. Sitaki kuita kwamba injili ni bidhaa, lakini hata wahubiri wetu wahubiri katika viwango vinavyopaswa, katika kujiandaa kuhubiri vizuri. Ukiacha mahubiri ya kuokota, mahubiri yaliyo sahihi yanayokidhi viwango vya neno la Mungu. Ikiwa ni uimbaji uwe mzuri, viwango. Ukienda kwenye hospitali zetu, viwango. Ukienda kwenye hoteli zetu, viwango. Kila kitu kifanyike kwa viwango. Nakumbuka kabisa baba askofu aliingia katika dayosisi hii ikiwa na changamoto nyingi sana. Changamoto kubwa ikiwa ni changamoto ya deni. Kimsingi sasa hivi kama tunavyojua dunia yetu ni ya teknolojia hii. Kwa hiyo tumeweza kuweka mifumo ya kifedha ambayo kimsingi inatulink kutoka sharikani, kutoka vituoni, lakini hapa ofisi kuu. Lakini jambo lingine ambalo limefanyika kwa ukubwa sana ni upande wa tehama. Tunaweza kukiri wazi kwamba sasa hivi dunia sasa hivi ni ya tehama. Kwa hiyo tumeweza kuboresha. Sasa hivi tunaweza kutumia website za dayosisi, vituo vyetu vinatumia emails za official emails za kikazi. Lakini pia namna ya mawasiliano yameboreshwa sana. Lakini sambamba na hilo pia vitendea kazi. Sasa hivi vitendea kazi vimekuwa tumepata vitendea kazi ambavyo ni computers. Unakuta wakuu idara wengi wana vitendea kazi ambao kimsingi inatusaidia katika utendaji wa shughuli zetu hizi. Mimi binafsi ninashukuru kuwa sehemu ya wasaidizi wake katika kurugenzi hii, na kwa kweli tunamtakia kila laheri na tunaamini juu ya uongozi wake kwenye dayosisi hii, na ninaamini kwamba deni hili la dayosisi litakapokuja kuisha, dayosisi yetu hii itakuja kuwa ya mfano. Katika uongozi wake, askofu ameweka msingi mkubwa wa maisha ya kiroho. Kanisa si chombo cha maneno tu, bali ni chombo cha maombi na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kupitia mkesha wa maombi, makanisa yote yameunganishwa katika sala ya pamoja. Watu wa Mungu wamekusanyika, wakiomba, wakiimba na kulia mbele za Bwana, na Mungu amejibu kwa njia ya kushangaza. Pia amewapa vijana nafasi ya kipekee. Vikundi vya vijana vimepewa fursa ya kugundua vipawa vyao na kutumikia katika ufalme wa Mungu kwa ujasiri na umahiri. Yako mambo mengi ambayo baba askofu ameyafanya kwa vijana. Jambo la kwanza ni kurudisha mahusiano kati ya vijana wa dayosisi ya Kaskazini Mashariki na vijana wa dayosisi nyingine. Hili vijana watakuwa ni mshahidi. Tumeweza kuwa na mahusiano na dayosisi ya DMP,
mahusiano na dayosisi ya kule mashariki Singida, lakini pia mahusiano pia na kule Mtwara ambako vijana wa dayosisi yetu wameweza kwenda kule kujifunza. Lakini pia baba askofu ameweza kufanikiwa, vijana sasa wameweza kuwa na mwamko zaidi katika mambo yanayohusu kanisa, na hili linathibitishwa na mambo ambayo vijana wanayafanya katika kanisa letu. Kwa mfano kule jimbo la Magharibi kule Handeni, vijana wameweza kutengeneza kisima cha shilingi milioni 15 kwa ajili ya kanisa. Vijana wameweza kuwa na hamasa ya kutengeneza matamasha sasa katika majimbo, lakini pia mpaka katika diocese. Na hii inathibitishwa mwaka mmoja uliopita, kila jimbo liliweza kuwa na tamasha kubwa likiwa linaandaa tamasha la askofu na vijana. Lengo lake ikiwa ni kukaa vijana pamoja na kuweza kuzungumza mambo ya kanisa. Tunashukuru maana katika miaka hii 5 kutokana na haya ambayo askofu amefanya, halmashauri kuu ilitupa vijana hasa kuwa na mwaka wa vijana. Kwa mwaka huu 2026 ni mwaka wa vijana ambao mwezi uliopita ulizinduliwa pale Tanga Pwani, usharika wa Makorola, na vijana walikuja kwa wingi. Tulikuwa tunawakilisha vijana kutoka kwenye kila jimbo, na huu ni mwitikio wa vijana kwamba waliamua kumuunga mkono baba askofu. Na hata katika uzinduzi ule vijana waliweza kumuunga mkono baba askofu katika deni la diocese zaidi ya shilingi milioni 5. Tunamshukuru Mungu kwamba katika uongozi wangu tumejitahidi katika maamuzi yetu ya vikao vya halmashauri kuu kuwa na uongozi shirikishi, kushirikisha makundi mbalimbali kuchukua nafasi ili waone kwamba wanahusika katika maendeleo ya dayosisi hii. Na hii tumeifanya kwa kutoa makundi mbalimbali, kwa mfano kundi la wanawake, la wanaume, vijana, watoto, na tukautamka mwaka kwamba mwaka huu ni mwaka wa wanawake. Kwa hiyo ulipoitwa mwaka wa wanawake, tuliona hakika wanawake walivyosimama kwa kushikamana na kuhakikisha kwamba wanafanya kazi zao kwa pamoja wanawake, na ikabidi halmashauri kuu ikaamua wakaongezewa mwaka mwingine. Kwa hiyo walikuwa na miaka miwili. Mwaka wa wanawake ulikuwa mwaka 2022 na 2023 kwa mwaka wa wanawake, na wamefanya mambo makubwa. Nimeona wakati mwingine nikitembelea maeneo, nimekabidhiwa pikipiki na wanawake kwamba hii pikipiki tumechanga kama wanawake ikafanye kazi maeneo ambayo unafikiri yanahitaji msaada wa pikipiki. Tumeona wakianzisha majengo ya watoto kwa ajili ya watoto wa Sunday School siku ya Jumapili waweze kujifunzia. Kwa hiyo wamefanya miradi yao mingi, wanawake wamefanya mambo makubwa wakiongozwa na neno lao linatamka amka amka Debora, amka amka imba wimbo. Tumemwona ni askofu ambaye ana upendo, na kwa kweli katika upendo huo hata sisi tumefurahia kufanya kazi pamoja na yeye. Hatujawahi kujuta pale tunapokuwa na lolote ambalo tunataka kulifanya, anakuwa msaada sana kwetu. Hata sasa hivi katika dayosisi yetu tunamshukuru Mungu kwamba kuna lile eneo la Mbuyukenda ambalo kuna hoteli pale, lakini na eneo ambalo ni kubwa, lakini kwa kupitia ushauri wake, kwa kupitia uongozi wake, ameweza kuwapa wanawake tuweze kuwekeza pale, kuweka ukumbi ambao utakuwa ni ukumbi mkubwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kijamii. Na askofu, yani siwezi kuelezea haswa sifa zake, ila sisi sana tunachofanya wanawake, kwa kweli kila wakati tunapokuwa tunakaa tunasema zaidi na zaidi sisi kwetu ni kumwombea. Huduma na upendo wa Askofu Dr. Msafiri Joseph Fumbilu umejitokeza kwa uwazi mkubwa katika huduma kwa walio dhaifu na wenye mahitaji maalumu. Amewatembelea mara kwa mara na kuwapa upendo watoto yatima katika kituo cha Irente. Kupitia kama ninyi ambao mmekuja, ndio watoto wanapata misaada mbalimbali. Endeleeni kuwaambia na wengine zaidi, tunapata misaada hiyo, na ndio inasaidia kwa kweli kukuza kituo hiki. Wakati mwingine tumejenga hata jengo lile kama ofisi, lakini upande wetu tumejenga kama ka hosteli kadogo, ka guest house kadogo, kama kuongeza ka uchumi kidogo. Sisi tumeona ni bora tutachangia kidogo katika kadri ya jinsi Mungu alivyotuwezesha. Sawa kabisa. Na pia tumemwahidi pia tutakuwa tunatembelea, japokuwa tulikuwa tujui kama kuna watoto wadogo sana. Yes. Kwa hiyo
Yeah. Zero hapa sasa. Yes, zero. Uleni pia tutachangia kidogo. Basi nashukuru sana. Tunashukuru Basi sana. Mungu awabariki sana. Amina. Na amesikia sauti anataka kubeba. Nisikia sauti ya mama yao anataka kubeba. Na alichubuka huko kwa ajili ya kwa sababu alitupa kwenye shimo la choo, kinyesi kilimuunguza. Kilimuunguza, yes. Kwa hiyo huyu ndo mdogo anafuatiwa na dada Jocelyn. Mama alifariki in case ni wote tu ni kesi zinazofanana, wazazi walifariki kwenye changamoto za uzazi. Na wale pale ni mapacha wangu wawili, Juma na Ibrahim. Na huyu ni mjukuu wenu wa Kwangwenda, kakua Miriam amekuwa kabisa mjukuu. Jambo ise. Nimemkumbuka Miriam. Ni kitukuu. Kitukuu huyu. Kitukuu kabisa, sasa hivi ameshakuwa mkubwa. Jamani, amekuwa mkubwa Miriam. Ndiyo. Kama tunavyosema, dayosisi yetu inatoa huduma katika mkoa mzima wa Tanga. Kwa tuko kwenye maeneo yote, unaona, kutoka wilaya ya Muheza hawa na wengine kutoka maeneo mbalimbali. Hamjambo? Mwamkie babu. Haya, Ifan. Naona anashangaa taa. Umeona taa? Anashangaa taa. Hawa yeye ndio senior kabisa, mkubwa kabisa katika kituo chetu hiki, ana miaka 55. Kwa ni karibu kama tangu kituo kilipoanza ndio wa kwanza, lakini kwa kuwa hana mahali pa kwenda zaidi ya hapa, kwa tunamlea hapa. Na tuna wachache wa aina hiyo pia. Mwingine hana mahali pa kwenda, tunawasomesha mpaka sekondari. Na hawa analelewa hapa, ana chumba chake, ana maisha yake. Na dada yao mkubwa huyo hapa, huyo amemaliza Lwandai sekondari, ni miongoni mwa mabinti zetu ambao wanasomeshwa. Amekulia hapa na amesoma sekondari na sasa anatoa huduma hapa. Tunamshukuru Baba Askofu kwamba kwa miaka mingi kituo kile kimekuwa na gari ambalo ni pop, na kama mnavyofahamu kituo kile kinahitaji usafiri ambao upo muda wote kwa ajili ya dharura mbalimbali, magonjwa kwa watoto au ajali yoyote ile. Kwa hiyo tunashukuru kwa watoto yatima pana gari aina Land Cruiser ambayo ni nzima, ina uhakika wa kufanya kazi muda wote. Kadiri Mungu alivyomjalia vipawa mbalimbali na uwezo mkubwa, yapo mengi sana ambayo yataendelea kufanyika kwenye dayosisi yetu, na ndio maombi yetu kwa Mungu aendelee kumpa nguvu, aendelee kumpa hekima. Kwa niaba ya kurugenzi ya huduma za jamii na mimi binafsi kama mkurugenzi wa kurugenzi hii, tunakutakia heri na baraka kutoka kwa Mungu kwa siku yako ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwako. Mungu akubariki sana. Ameendelea kuwatembelea watoto katika shule ya mahitaji maalumu hapa Irente, ambapo kuna watoto wenye ulemavu wa akili, wenye ulemavu wa ngozi, wenye uoni hafifu na wasioona kabisa. Tangu tulipozaliwa hadi leo kutujua Mungu tu metuchagua na kutupenda. Mungu metuchagua na kutupenda. Metuchagua na kutupenda. Metuchagua na kutupenda. Mungu metuchagua na kutupenda. Mungu metuchagua na kutupenda. Mungu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya kundi lako hili hapa Irente. Wabariki watoto wako wazuri hawa wanaosoma katika shule hii. Wabariki walimu kwa kazi kubwa wanaoifanya. Ututangulie na sisi sote kama Dayosisi ya Kaskazini Mashariki kwa huduma kubwa tunaoitoa kwa ajili ya watoto hawa. Tuzipate baraka zako. Endelea kuwa pamoja nasi, tukiingie mabaya yote tuone wema wako.
na ukuu wako usiopungua, Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Basi Bwana akubariki na kukulinda, na Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Katika shule hii, askofu hupata furaha kubwa ya kuwa pamoja nao. Ni wakati ambao unagusa mioyo na kuonyesha upendo halisi wa Kikristo. Wanafunzi, walimu na walezi katika shule hii wanaongea kwa shukrani kubwa kuhusu msaada na upendo anaowapa askofu. Kituo hiki kimetoa huduma kwa muda mrefu na watu wasioona wamenufaika sana hapa. Wameweza kusoma na kufanikiwa kwenda sekondari, kwenda kwenye vyuo mbalimbali, na hatimaye sasa hivi wanafanya kazi kwenye taasisi mbalimbali kama walimu, kama wanasheria, watu wa maendeleo ya jamii na kadhalika. Tunashukuru kwamba kuna ushirikiano mzuri na dayosisi tangu ambapo askofu aliyoko madarakani alivyoingia madarakani. Tumeona maendeleo makubwa. Kama mnavyoona, kituo sasa hivi kinang'aa. Ni kwa sababu kumekuwa na ushirikiano mzuri wa serikali pamoja na dayosisi hii. Tuna watoto takriban 110 wanaosoma katika shule hii, na baba askofu amekuwa akifika hapa mara nyingi kwa ajili ya kututia moyo na kuhamasisha wadau mbalimbali kwa ajili ya kufika kuona watoto na kutoa misaada tofauti tofauti. Sisi tunatumia mtaala wa kawaida wa shule ya msingi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi hawa, na wamekuwa wanafanya vizuri sana katika masomo yao. Kila mwaka wamekuwa wanafaulu mitihani yao na kwenda kidato cha kwanza. Tunao walimu ambao wameajiriwa hapa na serikali, lakini tuna watumishi mbalimbali ambao pia wameajiriwa na kanisa, kwa sababu tunafanya ushirikiano kati ya kanisa na serikali kwa ajili ya kutoa huduma hii. Kwa mwaka huu tuna wanafunzi 110 ambapo tuna wanafunzi 75 wanaokaa bweni na wanafunzi 35 ambao wanaishi nyumbani, kwa sababu tunafanya elimu jumuishi. Kwa hiyo kuna wanafunzi wanaokaa day na wengine wanaishi hapa kituoni. Katika shule yetu tunapata elimu jumuishi, wanafunzi wanaoona, wasioona na wenye ulemavu wa ngozi albino. Tunamshukuru sana baba askofu Dr. Msafiri Joseph Mbilu kwa kuhakikisha kuwa tunapata elimu bora, tunapata kila mahitaji tunayohitaji hapa shuleni. Amekuwa akitusimamia vizuri, amekuwa akionyesha upendo kwa walimu wetu na hata kwetu pia. Na nafarijika kuwa na wanafunzi wenzangu, tunasaidiana katika kazi mbalimbali na pia tunaposoma madarasani. Kwa kweli huo ni upendo mkubwa tunapokaa hapa shuleni na tunapendana pia. Ninaposoma mimi uoni wangu ni mdogo, natumia maandishi ya makubwa, yani low vision. Natumia maandishi makubwa na pia ndo ninayosomea. Tunakaribishwa vizuri pale kanisani. Tunasali na watu wengine na washirika wengine pia wanatusaidia vizuri hata tunapotoka kanisani na tunarudi nao pia. Baba askofu kila mara anakuja hapa shule, anatutembelea, anatusalimia. Pia huo ni mchango mkubwa. Mungu aendelee kumtangulia na amuonekanie katika maisha yake, awe kiongozi wake, amtetee katika kila changamoto. Mungu amuoneshe ufunguo, amuonekanie, ampiganie, asimuache hata mara moja. Kwa uhusiano tulio nao kati yetu dayosisi na makanisa mengine kule Ujerumani, na kipekee uhusiano wa muda mrefu wa pale Göttingen, tumepata msaada wa hizi greenhouse. Kama mnavyoona hapo tuna greenhouse
kwa ajili ya shule hii ya watoto wasioona, na kupitia shule hii tunapanda nyanya, pilipili hoho na mazao mengine ya mboga mboga ambayo kwa bila kutumia madawa. Kwa hiyo ni soko zuri, tuna soko zuri kule Dar es Salaam na maeneo mengine ambayo tunauza mboga mboga hizi zinazotoka katika kituo chetu. Kwa hiyo tunawashukuru hata marafiki ambao wameungana nasi mpaka kufanikiwa kupata hii greenhouse mahali hapa. Hospitali ya Kilutheri ya Bumbuli pamoja na Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi cha Bumbuli imepata msaada mkubwa wa vifaa vya matibabu ikiwemo mashine ya usingizi ambayo imesaidia sana katika upasuaji na huduma bora kwa wagonjwa. Mbele yetu hapa tuna mashine ya usingizi, anesthetic machine, ambayo imecontain pia monitor kwa ajili ya kupima vital za mgonjwa ambapo atakapokuwa kwenye operation, ambaye tunamfungia kwenye mkono. Yenyewe itakuwa inaonyesha vipimo kama blood pressure, pulse rate, oxygen saturation. Pia hii mashine imecontain pia upande kwenye kutoa dawa usingizi ambaye mara nyingi tunatumiaga Sevo. Hii mashine ni mojawapo ya matunda ya Baba Askofu ambayo tumepata ndani ya muda wa miaka 5 tangu alivyoingia. Ukizingatia hapo awali tulikuwa tunatumia mashine hii huku ambayo kiukweli ilikuwa haitoshelezi sana, ambapo tumehamia kwenye hii mashine ambayo ni matunda kweli ya kipekee na imetusaidia katika kutoa huduma. Ninamshukuru Mungu nimepata nafasi hii katika utumishi wangu katika dayosisi hii. Mimi kwa nafasi yangu ninapata nafasi ya kuwahudumia wanafunzi kiroho, lakini kutatua changamoto zao kwa kushauri, lakini pia kuwaombea. Lakini pamoja na hayo ninapata muda wa kuwaona wagonjwa, kuwaombea, kuwatia moyo na hata kuwashauri pale ambapo wanapohitaji ushauri, kwa sababu swala la ushauri wakati mwingine ni lazima mtu ahitaji kushauriwa. Chuo hiki kimekuwa ni msaada kwa watu kutoka maeneo mbalimbali, wamekuwa wakija na kujifunza. Ni chuo cha kihistoria kwa sababu kimetoa wataalamu wengi, lakini hali kadhalika na hospitali hii imekuwa ni msaada mkubwa kwa wadau wa ndani na hata wadau wa nje, wamekuwa wakinufaika na huduma hizi ambazo tunazitoa katika hospitali hii. Na sisi tunaendelea kumtakia heri na baraka katika utumishi wake. Mungu aendelee kumbariki, na hasa katika siku yake ya kuzaliwa, Mungu aendelee kumpa utumishi mwema na kuyatenda yaliyo mapenzi yake kila wakati katika maisha yake. Amen. Tunashukuru kanisa kwa kutuletea taasisi kama Bukohasi kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali ya kielimu, hasa afya, ambapo tunajifunza utabibu pamoja na maabara, na pia tunapata faida kubwa kwa sababu tunakuwa na hospitali ambayo iko kwenye taasisi hii. Kwa hiyo tunakuwa tunajifunza kwa vitendo pia. Kipekee nipende kumpongeza Askofu Daktari Msafiri Joseph Mbilu kwa miaka 5 katika ofisi yake. Amekuwa baba mzuri kwa kuwa ututembelea mara kwa mara kuchukua maoni yetu na ushauri kwa ajili ya kufanya maboresho na utekelezaji. Ameweza kutuchagulia mchungaji na chaplain ambaye anaendana na mazingira ya vijana. Kwa hiyo nipende kumpa pongezi hizi na tumwahidi pia vijana tuko sehemu salama, tuko mikono salama. Kwa hiyo changamoto zetu na mambo yote ambayo tulikuwa tunahitaji yameweza kutatuliwa kwa wakati. Katuboreshea miundombinu katika hostel, mazingira ni safi na salama kwa kujisomea. Pia upatikanaji wa vitabu katika library yetu nzuri, tunasoma na tunafaulu. Pia kaboresha hospitali yetu na upatikanaji wa vifaa tiba na dawa kwa wagonjwa. Kwa uongozi wake ametuamini kama vijana tumekuwa wakuu wa vyuo, vijana tumeaminika kwenye maeneo mbalimbali, hasa ya kuwa wakuu wa vyuo, kuwa wakuu wa vituo, ambao kimsingi ametujengea uwezo mkubwa wa kufanya mambo mbalimbali, hasa kusimamia vyuo kitaaluma, na mafanikio mengi yametokana na imani yake kwetu.
Pia tupende kuchukua fursa hii kuwakaribisha wanafunzi wote ambao wameweza kuhitimu Form 4 pamoja na Form 6 na wale ambao wameweza kuhitimu vyuo mbalimbali katika chuo chetu. Chuo chetu kinatoa kozi mbili ambayo ni kozi ya utabibu na kozi ya maabara. Chuo chetu kina mazingira mazuri ya kujifunzia, mazingira tulivu, na kina walimu ambao wana uzoefu wa muda mrefu, na chuo chetu ni kikongwe. Tumeweza kutoa madaktari na wataalamu wa maabara wengi ambao wameenea Tanzania nzima. Sisi kama wanafunzi wa Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Bumbuli tunajivunia kuwa sehemu ya chuo chetu, na tunajivunia kuwa madaktari ambao tumezalishwa na chuo chetu cha Bumbuli. Lakini tuna hospitali ya wagonjwa wa akili Lutindi, inaitwa Lutindi Mental Hospital, kwa wagonjwa wenye shida ya akili. Na hospitali hii ni miongoni mwa hospitali kongwe za namna hii katika nchi. Tena kusini mwa jangwa la Sahara ni miongoni mwa hospitali kongwe sana, na kwa nchi yetu ya Tanzania ndio ya kwanza, ukiacha Mirembe imefuata baadaye, lakini ya Lutindi ndio ya kwanza. Na miaka zaidi ya 100 sasa, wameshasherehekea miaka 100 jubilii. Na tuna hospitali ya Kilindi. Kule Kilindi tumeona tuweke hospitali kule, na hospitali ile inaendelea vizuri. Na chini ya hospitali hizi tuna zahanati 9 ambazo zimesambaa katika dayosisi nzima. Tunazo hospitali kuu 3. Ikiwa leo ni tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2026, ukiwa unaazimisha miaka 5 ya uongozi wako, Daktari Msafiri Joseph Mbilu, ninakutakia heri ya siku ya kuzaliwa. Kwa niaba ya wanafunzi, napenda kumtakia heri katika siku yake ya kuzaliwa na utumishi mwema na utendaji kazi mwema katika kazi ya Bwana. Happy birthday baba. Shule ya sekondari kama Lwandai na Bangala nazo zimefufuka na kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi. Askofu anaamini kwamba elimu, afya na upendo kwa walio dhaifu ni sehemu muhimu sana ya Injili ya Yesu Kristo. Shule za sekondari tuna Lwandai Secondary School iko kule Mlalo, na yenyewe inaendelea kufanya vizuri sasa. Na shule ilikuwa inaitwa Bangala Junior Seminary, lakini baada ya kufariki askofu wetu mzee Joseph Matayo Jali, ambaye alisimamia sana kuanzishwa kwa shule ile seminari, basi imebadilishwa jina na tumepata kibali hiki cha serikali kwamba sasa shule ile inaitwa Bishop Joseph Jali Junior Seminary. Nilipoingia mwaka ule wa 2021, shule hizi zilikuwa ni shule zinazokufa kwa hakika. Shule ya Lwandai katika kidato cha kwanza ilikuwa na watoto 8. Shule ya sekondari ya Bangala wakati ule ikiitwa Bangala ilikuwa na watoto 3 kidato cha kwanza mwaka ule. Na ndipo tukakaa halmashauri kuu na kuweka patano kwamba hapana, haiwezekani, hizi ni shule zinazokufa. Na tukapatana na pongeza halmashauri kuu kwa maamuzi yale kwamba kila usharika, wakati ule zikiwa sharika 60, kila usharika usimame na kumdhamini mwanafunzi mmoja. Na hivyo tukapata wanafunzi 60 ambao wanadhaminiwa, wanafadhiliwa na sharika. Na wanafunzi wale walipopatikana tukapeleka 30 Lwandai na 30 kule Vuga Bangala. Na wazazi wengine walipoona kwamba kumbe shule zimefufuka, waliendelea pia kuleta watoto wao katika shule hizi. Mfano, darasa lililomaliza pale Lwandai lilikuwa na watoto zaidi ya 50, kuonyesha kwamba sio wale 30 tu, bali waliongezeka na wengine ambao walisomeshwa na wazazi wao na ndugu zao. Na hakika darasa hili lote kwa upande wa Lwandai na kule Bangala ametoa matokeo mazuri sana. Tunaona shule hizi watoto walifaulu vizuri sana, na ni kwa mara ya kwanza tumepata division 1 ya A zote masomo yote 10. Tulipata binti yule kutoka usharika wa Hale ambaye alifaulu masomo yale vizuri, na wengine wengi waliofaulu vizuri. Kwa ni mwamko ule kwamba shule zetu ziweze kuamka kwa upya, na hakika shule hizi zimesimama vizuri sana. Angalia kwa mfano kidato cha 4 mwaka huu pale Lwandai kuna watoto 73. Ni kuonyesha kwamba shule sasa imeamka. Kuanzia watoto 8 wa kidato cha kwanza mwaka ule mpaka watoto 73 wanaomaliza kidato cha 4, shule zimefufuka. Hali kadhalika Bangala nayo inaendelea vizuri. Askofu ameonyesha kuwa imani haiwezi kutenganishwa na maisha halisi na maendeleo ya kiuchumi. Kupitia Irete Farm, dayosisi imejenga miradi inayoleta mapato na ajira,
hasa kilimo cha maparachichi, mradi wa nyuki, greenhouses, mashamba ya misitu na kadhalika. Kupitia kurugenzi hii, hata watu wengine wa sharika wanaozunguka na watu mbalimbali wanajifunza pia kupitia kurugenzi hii. Hasa kwa mfano kilimo hiki cha parachichi, tulipoleta miche kutoka chuo chetu cha kilimo cha Sokoine kule Morogoro, tuliohamasisha na wananchi wengine, wanadayosisi, sharika zetu na vituo vinunue miche ile kwenda kupanda katika maeneo yao. Na tumeona imekuwa ni jambo kubwa, na ukiangalia hali ya hewa hasa ya maeneo haya ya milimani Lushoto yanakubali sana miche ya parachichi. Parachichi inaweza kuota vizuri kwa watu binafsi wamepanda parachichi. Mimi mwenyewe binafsi ambaye napenda sana kujishughulisha katika kazi zangu za mikono baada ya kazi za ofisini, nimepanda pia parachichi katika eneo langu dogo hapa Lushoto, na nimeanza kuvuna mwaka jana, na matumaini kwamba mwaka huu nitavuna parachichi nyingi zaidi. Kwa hiyo tunajaribu kuhamasisha watu wajiingize pia katika miradi hiyo. Katika Irente Farm tuna shamba pale la ng'ombe wa maziwa na mgahawa mdogo. Kwa hiyo tunatengeneza sisi cheese ambayo kwa mara nyingi huwezi kuipata cheese hapa Tanzania, lakini tunatengeneza cheese pale katika eneo letu la Irente Farm kwa kutumia maziwa ambayo tunayapata katika shamba letu. Tumejenga vibanda 17 vya biashara, maduka yanayozunguka ofisi kuu, na tunaendelea tena na ujenzi upande mwingine, na pale katika eneo letu la magereza tuna eneo letu pale kubwa, tunajenga vibanda pia vya biashara. Kwa hiyo ni kurugenzi hii inatafuta namna mbalimbali za kupata mapato na jinsi ya kuyasimamia yaweze ingalau kuleta maendeleo katika kazi za diocese. Ameweza kuleta maendeleo makubwa hasa katika swala zima la utunzaji mazingira. Tumeweza kupanda miche mingi ya miti mbalimbali kama mikaratusi, cypress, pine katika maeneo yanayozunguka dayosisi yetu. Katika kurugenzi yetu kuna ambayo inadili na vituo vya uzalishaji. Tumeboresha vituo vyetu vya uzalishaji, hoteli yetu ya Tumaini ambapo tumepata vyumba vizuri vya kisasa, pia na ukumbi kwa ajili ya chakula na huduma mbalimbali. Pia tumeweza kufanya maboresho katika hoteli yetu nyingine ya Tumaini Mbuyukenda iliyoko pale Tanga, pamoja na hoteli yetu ya Irente Farm. Kazi zote hizo na jitihada zote hizo zimeonekana kupitia kwa Baba Askofu Dr. Msafiri Joseph Mbilu. Mmoja wa wafanyakazi wa hoteli ya Irente anashuhudia kwamba yeye pamoja na wenzake zaidi ya 20 wamenufaika na fursa hii ya kazi na mapato thabiti. Tunashukuru Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, kituo cha Irente Farm, wanufaika katika hii jamii. Tumenufaika kwa ajira mbalimbali za watumishi wengi wakitoka maeneo haya, wamesaidika. Tunapata mishahara, tunaweza kukidhi mahitaji yetu, na shughuli za kiuchumi katika kituo hiki kinaendelea. Tunashukuru sana kanisa kwa hilo. Katika shamba la Irente tunafanya kazi zaidi ya 20. Kwa kweli tunashukuru Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Mimi sio mnufaika peke yangu, bali na wafanyakazi wenzangu hawa ambao tuko zaidi ya 20 tunanufaika kupitia Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Askofu mwenyewe ameweka mfano kwa ufugaji wa kuku, samaki na bustani nyumbani kwake. Anapanda, anatunza na anavuna ili kuwa mfano wa vitendo kwa wengine. Katika wajibu wangu kama askofu katika miaka hii 5 ninavyoangalia, hakika hasa katika mazingira ya makazi hapa ninapokaa, naona hapa nimefika mahali ambapo ninajisikia kutumika sawasawa na kujitoa katika kazi zangu mbalimbali. Baada ya kazi za ofisini, hapa nyumbani najishughulisha pia na mambo mbalimbali, na hii ni kwa sababu mimi ni mwanadamu na majirani wazuri wanaotuzunguka, lakini na familia. Mimi ni mume na watoto. Mke wangu yupo Dr. Mary, anafundisha chuo cha walimu Korogwe, na watoto wetu 3, Dr. Sara ambaye yuko Dar es Salaam na mume wake na mjukuu, na kijana wetu wa pili Engineer Joseph ambaye yuko Ujerumani anafanya kazi, na yule mdogo Jackson yuko kule nchini China anasoma. Na
ninapokuwepo nyumbani, kwa hiyo najisikia kama baba wa familia kweli kweli, kutumikia familia yangu, kufanya shughuli mbalimbali za mikono ambazo zinaweza kuingiza kipato dogo. Kwa mfano hapa nina banda la kuku. Sisi ni wafugaji wa kuku. Tuna banda kubwa la ghorofa lenye uwezo wa kuchukua kuku kama 2000 hivi. Lina vyumba 4, kila chumba kinaingia kuku 500. Kwa hiyo tuna mzunguko wa kuku kama 2000 katika kipindi. Ni kuku wa nyama, na tuna soko zuri hapa Lushoto na maeneo ya Korogwe na maeneo mengine mpaka Dar es Salaam. Pia tunauzia watu mazao yetu ya kuku. Lakini si hivyo tu, tunapopata mbolea ile ya kuku inatusaidia pia kuimarisha bustani yetu ya mboga mboga, ambapo tunapata mboga zisizotumia madawa mengi sana. Tunatumia kilimo hicho cha kutumia mbolea yetu ya samadi iliyopo katika bustani yetu. Na tuna pia bwawa dogo la samaki, ambapo tuna samaki kama 600. Ni bwawa dogo tu, lakini na lenyewe kupitia bwawa hili tunapata mboga pia, na wakati mwingine tunauza kwa majirani na watu wengine ambao wanatuzunguka. Tuna banda la ng'ombe, tunafuga ng'ombe, sio wengi sana, lakini kwa mazingira yetu ya nyumbani wanatutosha. Ng'ombe tulio nao ni ng'ombe wazuri. Tulipata mbegu nzuri ya ng'ombe, tulipata kutoka Iringa, na hii inatusaidia kupata maziwa kiasi cha kutosha kwa familia. Lakini mengine tunauza kwenye taasisi yetu hapa Lushoto inaitwa Uwalu, mmoja wa wafugaji Lushoto. Kwa hiyo tunauza maziwa hapo, na inatusaidia ingalau kuwa bize kidogo. Kwa wakati wa jioni ninaporudi, naweza kufuga pia kidogo, kuwapa ng'ombe wangu majani, kuangalia wanavyoendelea. Kila siku lazima nifike kwenye banda la ng'ombe, banda la kuku, na kuona mifugo hii inavyoendelea. Na kwa kweli inanipa furaha kubwa kwamba naweza kulisha hata ng'ombe hawa vizuri. Na kwa sehemu tunapata pia ile biogas. Mtungi wetu haujawa vizuri sana, lakini uko katika hatua za kukamilishwa ili tuweze kutumia biogas ili kupunguza matumizi ya kuni, na hivyo kutunza mazingira kama ilivyo wito wetu wa taifa, wito wa dunia nzima kutunza mazingira. Kwa tunajihusisha kufundisha watu kwa vitendo pia katika utunzaji mzima wa mazingira. Na kama unavyoona maeneo haya ya mazingira ya makazi ya askofu, tuna nyumba ya wageni wachache. Kwa hiyo tuna uwezo wa kutunza wageni wachache hapa, ina vyumba 5. Kwa hiyo wageni wa ndani wa askofu wakija, basi waweze kukaa hapo. Na eneo letu ni eneo kubwa, tunalima mahindi, wakati mwingine viazi. Kwa hiyo tuna eneo kubwa ambalo lina msitu na tunalitunza vizuri. Na ninapokuwa hapa nyumbani jioni, mimi ni mwanamuziki. Sipendi sana kusahau kipawa changu cha muziki, kupiga kinanda, kupiga tarumbeta. Kwa hiyo najaribu kidogo kufanya kazi hizi, kupiga muziki, kukumbusha sauti yangu kidogo kae sawasawa, na vidole visisahau sana kusoma note kwenye kinanda. Lakini wakati mwingine hata kanisani ninapiga hapa cathedral kama siongozi ibada. Wakati mwingine na jaribu kupiga nyimbo za ibada. Mimi ni mpigaji wa kinanda katika ibada za kanisani. Na wimbo kwa mfano, miongoni mwa nyimbo ninazozipenda sana ni wimbo wa 259, ile sauti A, Yesu ni rafiki yetu akaaye mbinguni. Yesu ni rafiki akaaye mbinguni, kutuombea kwa Baba, kutupatanisha. Twajitwika mabaya tusipomtafuta. Ninaishukuru familia yangu sana, mke wangu na watoto wetu na mjukuu, kwa kuwa wananiombea kila wakati. Ni kweli kazi ya askofu nimeona katika miaka 5 hii
ni kazi ambayo inahitaji muda mwingi. Kuna muda mwingi sana wa safari za ndani ya nchi, nje ya nchi. Kuna mara nyingi sana unakuwa hupo nyumbani, lakini familia wanaendelea kunivumilia sana. Na pale ambapo tunapata likizo, wakati mwingine tunakuwa pamoja, tunapata muda wa kukaa pamoja mara nyingi, na muda wa jioni tuko pamoja, na nawasihi familia waendelee kuniombea na kunivumilia katika kazi hii ambayo tunaifanya kwa pamoja, maana tumeipokea kwa pamoja kwa ujumla wetu. Moja ya mafanikio makubwa ya miaka 5 hii ni uhusiano mzuri kati ya dayosisi na serikali. Halmashauri ya wilaya ya Lushoto imekuwa mshirika muhimu katika ujenzi wa majengo ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Kumekuwa na ushirikiano mkubwa kati ya taasisi za dini pamoja na serikali katika nchi yetu, na hususan katika halmashauri ya wilaya ya Lushoto ushirikiano umekuwa mkubwa sana na kanisa la Kiinjili la Kiluteri mahali hapa. Na nikieleza juu ya ushirikiano huu ambao umekuwepo kati ya kanisa, ni mshukuru sana Baba Askofu pamoja na viongozi wote, Baba Askofu Dr. Msafiri Mbilu na baraza lake na viongozi wale wote, kwa sababu pamoja na hayo ushirikiano ambao tumeendelea kuupata toka kipindi chake, lakini hata kabla yake tumeendelea kuwa nao. Tuna maeneo mbalimbali ambao kanisa limeipatia serikali ambako kumejengwa miundombinu ya elimu, lakini tuna maeneo ambayo tumejenga vituo vya afya. Mfano kule Mlalo tuna kituo cha afya Mlalo, lakini tuna kule Mtae, lakini pia tuna shule mbalimbali. Tuna shule ya msingi Lwandai, kuna shule ya msingi Mtae. Yako maeneo kadhaa yani kuweza kuyasema ambao kanisa limeweza kutoa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za jamii ambazo sasa serikali inairahisishia sana katika utekelezaji wa majukumu yake. Kanisa linayo shule maalum, ile shule ya watoto wasioona, ingawa ina matawi mbalimbali katika ile shule. Na pale serikali imewekeza kwa jinsi ya ushirikiano uliopo, tunao walimu kama 22 ambao wanalipiwa na serikali, lakini pamoja na walimu watumishi waliopo wa kanisa, lakini kuna hao watumishi ambao wanalipiwa na serikali, hao walimu 22. Lakini pamoja na hayo serikali inapeleka ruzuku pale kwa ajili ya elimu bila malipo, lakini na chakula. Tunaona jengo hili ambalo linajengwa na TASAF kama ni bweni kwa ajili ya watoto wa shule ya Rainbow School, na lina uwezo wa kuchukua wanafunzi 80 kwa wakati mmoja. Upande huu ni wa wasichana na upande ule wa kule ni wa wavulana. Na hapa tunaishukuru serikali yetu kwa kupitia halmashauri ya wilaya ya Lushoto, mkurugenzi wetu Dr. Kikupa Mwasioge na mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Zefania Sumai na wasaidizi wao wamesimamia ujenzi wa jengo hili, na kweli linaendelea vizuri. Sasa wako kwenye finishing, wameshaweka vioo, baadaye watamalizia furniture ndani ya jengo hili ili iweze kufanya kazi. Sasa tuanze kuchukua watoto. Tunapata simu nyingi kutoka mbali, kutoka Karatu, kutoka wapi, ambao wanapenda kuleta watoto wao katika shule hii ya watoto wenye shida ya mtindio wa ubongo ambao tumeita Rainbow School hapa katika diocese yetu. Irente Rainbow School ni miongoni mwa vituo vyetu vya diakonia. Kwa hiyo tunapenda kuishukuru serikali kwa ushirikiano huu mkubwa, na tunaona bweni hili sasa limekamilika kwa sehemu kubwa. Kupitia serikali tumepata misaada pia hata mashirika mengine ya nje. Kwa mfano GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ni taasisi ambayo inafanya kazi za ushirikiano wa pamoja na serikali yetu ya Tanzania. Wametusaidia vitanda, magodoro, vifaa tiba katika hospitali ya Bumbuli na hata ukarabati wa wodi ya watoto pale Bumbuli Hospital. Kwa hiyo tunaona kwamba ushirikiano wetu na serikali unavyoendelea kuimarika, na sisi tunaendelea kuimarisha huduma zetu mbalimbali zinazofanyika katika kanisa. Safari haikuwa rahisi. Askofu alipochukua uongozi
alikuta dayosisi ikiwa imebeba mzigo mkubwa wa deni la zaidi ya bilioni 7. Madeni ya walimu na watumishi wa chuo kikuu cha kumbukumbu ya Sebastian Kolowa yalikuwa yameisababishia dayosisi mateso makubwa na hatimaye chuo kufungwa. Chuo kikuu cha kumbukumbu ya Sebastian Kolowa Sekomu kilifikia hatua ambayo hakiwezi kuwalipa walimu, hakiwezi kujiendesha kwa namna yoyote, na maamuzi makubwa ya serikali kupitia TCU ilibidi wanafunzi wa chuo kile wahamishwe kwenda katika vyuo vingine mbalimbali. Wakahamishwa kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, wengine Dodoma na maeneo mengine, na chuo kile kikafutwa rasmi. Sio kufungwa, kufutwa rasmi na serikali yetu. Lakini baadaye sasa sisi tulipoingia katika nafasi hii ya uongozi ni kwamba tumerithi deni lile. Walimu wanadai mishahara yao, maprofesa waliofundisha pale wanadai na stahiki zao mbalimbali, ikiwa ni NSSF, kodi za serikali zinadaiwa za chuo kile. Lakini kulikuwa na mkopo wa benki ya CRDB wa zaidi ya bilioni 1.5 ambao ulikuwa unaweka chuo katika mazingira ambayo ni magumu. Kwa tulifanya kazi kubwa tukishirikiana sisi wenyewe wanadayosisi na marafiki zetu walio nje kule Ujerumani, mfano UEM wametusaidia pia, lakini na marafiki wetu wa ndani na washirika wenyewe, kila mmoja kujitoa kwa hali na mali. Na tunashukuru kwamba mwaka 2023 tulikamilisha kulipa deni lile la CRDB. Kwa hiyo CRDB hatudaiwi. Kwa hiyo ingalau tunapumua kidogo. Na mimi nilipoingia katika nafasi hii kama askofu, niliendelea kushuhudia hilo kwamba kanisa ni chombo cha kutenda haki. Ni chombo cha kutenda haki. Kwa hiyo lazima watumishi wote waliofanya kazi katika chuo kile ambao hawakulipwa mishahara yao na stahiki zao watalipwa. Namshukuru Mungu kwamba kupitia wanadayosisi, kila mmoja alivyojitoa katika dayosisi hii, tumefanikiwa kulipa katika miezi hii mitatu ya Januari, Februari na Machi mwaka 2026 tumefanikiwa kupunguza deni lile, kulishusha, na sasa tunadaiwa bilioni 2.3. Hii ni hatua kubwa, na wapongeza wanadayosisi ya Kaskazini Mashariki kwa kazi kubwa walioifanya. Katika kipindi hiki cha miaka 5 ni kipindi ambacho kwa kweli tumeona baraka nyingi za Mungu, kwa kuwa kazi ya Mungu inaendelea kufanyika katika dayosisi yetu. Tumeshuhudia sharika zikiongezeka. Kwa ni jambo la kumshukuru Mungu. Hakika kwa kipindi kigumu kwa baba askofu, kwa kuwa ni kipindi ambacho amekutana na deni kubwa la dayosisi. Nilipoingia kazini, dayosisi hii ilikuwa na majimbo 4. Jimbo la Kaskazini, jimbo la Kusini, jimbo la Tambarare na jimbo la Pwani. Lakini tumeona uhitaji kupitia kurugenzi hii. Tumeona uhitaji mkubwa wa kuwa na majimbo mengi zaidi. Kwa tumeongeza jimbo moja, jimbo linaitwa la Magharibi, ambalo lina makao yake makuu katika usharika wa Handeni. Na hili linasimamia wilaya 2, wilaya ya Handeni na wilaya ya Kilindi, na baadhi ya maeneo mengine ya wilaya ya Korogwe. Kwa hiyo tumeona hii ni muendelezo, ni kuonyesha kwamba kazi ya misioni inaendelea kukua. Sharika, tulikuwa na sharika 60 nilipoingia kazini miaka 5 iliyopita, lakini kwa kazi kubwa iliyofanyika ya kuhubiri Injili, tumeona hitaji kubwa la kugawa baadhi ya sharika zile kubwa kuwa ingalau tuwe na sharika nyingi. Kwa zimeongezeka sharika mpya 16. Kwa jumla tuna sharika 76 katika dayosisi hii kupitia kurugenzi hii ya misioni na uinjilisti. Kupitia kurugenzi hii tunaweza kuwafikia hata marafiki mbalimbali, na katika njia hiyo tumeanzisha jimbo jipya linaitwa jimbo la diaspora, jimbo la misioni ya diaspora, ambao makao yake makuu yako kule Uingereza, na mkuu wa jimbo la Uingereza ni mchungaji Tumaini Kalage. Ni ushindi ambao unathibitisha kwamba Mungu anafanya kazi kupitia uongozi wa unyenyekevu na uvumilivu. Mwingine amefanikiwa kutokana na ushirikiano wetu na taasisi mbalimbali zinazotuzunguka. LMC ni Lutheran Cooperation Mission, ambayo tunashirikiana kwa kweli kwa sehemu kubwa kukutana sisi wa KKKT kwa ujumla wetu, sisi kama kiungo cha KKKT pamoja na marafiki wa Ulaya na Marekani, tunakutana kwa pamoja na kuzungumza mambo ya kazi yanavyopaswa kufanyika katika
kanisa, na ni kwa njia ya LMC tumepata nafasi za kusomesha wanafunzi wa uchungaji kule Makumira kwa kozi ya Bachelor of Divinity, na kusomesha wanafunzi kwenye chuo cha uchungaji pale Mwika kwa level ya diploma ya theolojia. Kwa hiyo imetusaidia, na mambo ya muziki imetusaidia sana. Lakini ushirikiano wetu na CCT, Christian Council of Tanzania, tumeshiriki mikutano yote na kulipa ada mbalimbali za wanachama na hii imetusaidia sana kuimarisha ushirikiano wetu huo. Kila wakati tumekuwa na makongamano ya maombi ya wanawake wa CCT mkoa wa Tanga, CCT vijana katika mkoa, maombi ya watoto. Kwa hiyo tumeendelea kushiriki kikamilifu. Miaka 5 ya uongozi wa Askofu Dr. Msafiri Joseph Fumbilu imekuwa ni kipindi cha neema, bidii na imani iliyojaribiwa na kuthibitika. Ameonyesha kwamba uongozi wa kweli ni ule unaohudumia maskini, unaowainua vijana, unaowapa matumaini walio dhaifu, na unaomtukuza Mungu katika yote. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema sana, na hivyo tunamshukuru kwa kutuwezesha kufungua mradi huu mkubwa wa maji katika jimbo hili la Kaskazini Msharika wa Nywelo katika mtaa huu wa Gemai. Hizi ni miongoni mwa kazi za jamii tunazozifanya sisi wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Mradi huu ambao umegharimu karibia milioni 200 umeleta maji katika kijiji hiki. Wakina mama walikuwa wanafanya kazi kubwa ya kushuka mlima mpaka chini kabisa kule, kuchota maji. Ndoo moja aipandisha, akiondoka saa 10 usiku anarudi saa 6 mchana na ndoo moja. Sasa ndoo hiyo itumike kwa ajili ya baba, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya kupikia, kwa ajili ya matumizi ya pale nyumbani. Ilikuwa ni kero kubwa kwa wananchi. Maji haya pressure yake ni kubwa. Ndoo moja ya lita 10 inajaa kwa sekunde 24. Ukigawanya ni kwamba kila lita moja ni sekunde 2.4 lita moja imejaa. Kwa hiyo kwa kweli adha na usumbufu mkubwa wa kina mama kupata maji katika eneo hili sasa imekwisha. Watoto wetu wanafaidika shuleni, wanakuwa wasafi, washabadilika kwa usafi, mazingira masafi, na pia katika vyoo vyetu tulikuwa tunatumia vyoo vya shimo. Sasa hivi tunalazimika tuchimbe vyoo, tujenge vyoo vizuri kwa sababu maji ya kusafirisha yani uchafu, kuflash vyoo yani ni rahisi. Wananchi walikuwa wanakwenda masafa marefu kuanzia kilomita 15 hadi kilomita 20 katika maporomoko huko. Sitoshe, ukifika huko ni foleni, mama anashindia ndoo moja tu na shughuli nyingine za maendeleo zikawa hazifanyiki. Tunamshukuru Mungu kwa kumtumia kama chombo chake katika Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Asante sana Baba Askofu kwa miaka 5 ya utumishi wako mwaminifu. Mungu awabariki na awalinde watu wake wote katika Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Katika kile kitabu cha Yeremia ile sura ya 1 mstari ule wa 10 anasema amekuweka leo ili kung'oa, kubomoa, kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Unatakiwa kuupanda ufalme wa Mungu katikati ya watu ambao Mungu amekupa kulilisha hilo kundi.